السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mu'minin ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz anasema ya kwamba katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu Hazrat Musab bin Umair radhiyallahu anhu, na leo nitaieleza sehemu yake moja iliyokuwa imebaki. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu akieleza kuhusu Hazrat Musab bin Umair radhiyallahu anhu na huduma zake mbalimbali ambazo alikuwa amezitoa, kama vile alivyokuwa ametumwa Madina akiwa mbashiri wa kwanza wa Islam. Huzur anasema mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara ya kwamba muda wako wa kuhama unakaribia kufika, na pia ilikuwa imebainishwa kwake ya kuwa mahala pa kuhamia kwake ni mji ulio na visima na mabustani ya mitende. Mwanzoni Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaza kuhusu Yamama, ya kuwa labda Yamama patakuwa mahala pa kuhamia kwake, lakini katika muda mfupi tu wazo hilo likamtoka moyoni mwake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kungojea akifikiri ya kuwa kwa mujibu wa bishara ya Mwenyezi Mungu mji wote uliopangiwa na Allah utajitokeza wenyewe ili ufanywe kuwa kituo cha Islam. Katika muda huo huo, wakati wa hija ulipowadia na kwa ajili yake watu wakaanza kujitokeza kutoka pande zote za Uarabuni, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na mazoea yake akaanza kuonana na watu katika maeneo mbalimbali. Alikuwa anawaendea na kuwasikilizisha mawaidha ya tauhidi na kuwapasha habari njema ya ufalme wa Mwenyezi Mungu, na alikuwa anawanasihi ili waepukane na zulma na uashiriati na ufisadi na fitina. Baadhi ya watu kwa kusikia habari zake walikuwa wanaonesha mshangao wao na kisha walikuwa wanajitenga kwake, na wakati mwingine baadhi yao walipokuwa wanamsikiliza ilhali watu wa Maka walikuwa wanawajia na kuwaondoa kutoka mahala pale, na miongoni mwao walikuwepo ambao walikuwa wamesikiliza kutoka watu wa Maka habari zake. Basi watu wa namna hii walikuwa wanamzihaki na kukwepa. Katika hali hii hiyo, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anatembea katika bonde la Mina, aliwaona watu wapatao 6 au 7 walikuwa wakazi wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza kuwa mnatokana na kabila gani? Wakamjibu, tumetokana na kabila la Khazraj. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hili ni kabila lile lile ambalo lina ushirikiano na Mayahudi? Wakasema ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaomba ili kwa muda mfupi tu wakae kwake na kumsikiliza. Watu hao kwa kuwa walikuwa na habari zake na pia walikuwa na shauku kidogo ya kujua zaidi kuhusu madai yake, hivyo wakakubali na wakaketi ili wamsikilize. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia ya kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu unakaribia kufika,
na masanamu yatafutwa duniani na tauhidi itatangazwa na wema na uchamungu kwa mara nyingine tena utatawala duniani. Je, watu wa Madina watakuwa tayari kwa kuipokea neema hii yenye shani kubwa? Wao wakamsikiliza na kupata athari zake, na wakasema ya kwamba tunakukubali. Ama swali lako la kuwa je, Madina iko tayari kuyapokea mafundisho ya Islam? Sasa kuhusiana na jambo hilo, tukirejea Madina tutashauriana na watu wetu, kisha mwakani tutakuja kukuambia kuwa taifa letu limeamuaje. Watu hao wakarejea Madina na wakaanza kuwaambia jamaa na marafiki zao kuhusu Islam. Wakati ule kulikuwepo makabila mawili, Aus na Khazraj, yaliyokuwa yamestawi Madina, na yalikuwepo makabila matatu ya Kiyahudi yaitwayo Banu Nazir, Banu Quraiza na Banu Qainqa. Na kutokana na uhasama uliokuwa baina ya Aus na Khazraj, Banu Quraiza na Banu Nazir yalikuwa pamoja na kabila la Aus, na Banu Qainqa lilikuwa na ushirikiano na kabila la Khazraj. Na kutokana na vita vya muda mrefu, watu wa makabila haya walikuwa wameshikwa na hisia za namna hii ya kuwa yawapasa wafanye suluhu baina yao. Hivyo kwa mashauriano wakaamua ya kuwa Abdullah bin Ubay bin Salul ambaye alikuwa kiongozi wa kabila la Khazraj achaguliwe kuwa mfalme wa Madina. Na kwa sababu ya mahusiano ambayo yalikuwepo baina ya makabila ya Aus na Khazraj na Mayahudi, watu walikuwa wamezisikiliza bishara mbalimbali za Biblia, na pale ambapo Mayahudi walikuwa wanaeleza kuhusu shida na matatizo yao, mwishowe walikuwa wanasema kuwa mtume mmoja ambaye atakuwa mfano wa Nabii Musa anakaribia kudhihirika, na muda wa ujio wake umewadia tayari, na atakapokuja basi sisi kwa mara ya tena tutaishinda dunia na maadui wa Mayahudi wataangamizwa. Watu wa Madina waliposikia habari za madai ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa wale mahaji, na ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam ulipoingia mioyoni mwao, nao wakasema kuwa inaonekana mtume huyu ni mtume yule yule ambaye Mayahudi walikuwa wanatupasha habari zake. Basi vijana wengi waliposikia mafundisho haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakashikwa na ukweli wake, na bishara walizokuwa wamezisikiliza kutoka kwa Mayahudi zikawasaidia katika kuamini. Hivyo mwakani wakati wa hija, watu wa Madina walikuja tena. Watu wapatao 12 walitoka Madina wakiwa na nia hii ya kuwa wataingia katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na miongoni mwao hao watu 10 walitokana na kabila la Khazraj na 2 walikuwa kutoka kabila la Aus. Watu hao wakakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika maeneo ya Mina, nao wakafanya baiati juu ya mkono wake na kukiri ya kuwa hawatamwabudu yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, hawataiba, hawatafanya uzinzi, hawatawaua mabinti zao, hawataletiana tuhuma za uongo, na pia katika mafundisho mengine ya dini hawatamwasi mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hao waliporejea Madina, basi wakaanza kuwahubiri watu wao kwa ukasi zaidi, na masanamu yakaanza kutolewa nje ya majumba yao na kutupwa, na wale walikuwa wanainama mbele ya masanamu wakaanza kutembea wakiinua vichwa vyao. Mapaji yao yalikuwa hayako tayari kuinama mbele ya yeyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Mayahudi walikuwa wameshikwa na butwaa wakifikiri ya kuwa yale mabadiliko ambayo wao licha ya kuwa na urafiki wao tangu makarne wameshindwa kuyaleta kwao, Uislamu umeyaleta yale mabadiliko katika siku chache tu, na mawaidha ya tauhidi yakaendelea kuingia mioyoni mwa wakazi wa Madina. Watu mmoja baada ya mwingine walikuwa wanakuja na kusema kwa Waislamu kuwa mutufundishe dini yenu,
lakini waislamu hao wapya wa madina walikuwa hawajui sana kuhusu islam, na pia idadi yao ilikuwa si kubwa kiasi hiki ya kuwa labda wangeweza kuwahubiri watu hao waliokuwa maelfu na maelfu. hivyo wakamtuma mtu mmoja ili aende Makka na kumwomba mtume saa salam ili wapatiwe mbashiri, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba mmoja aitwaye Musab ambaye alikuwa amerejea kutoka Uhabishini ili aende Madina, na Musab alikuwa mbashiri wa kwanza wa Islam aliyetumwa nje ya Makka. Katika sehemu nyingine Muslim radhiyallahu anhu akielezea habari hii ameandika hivi: watu wa Madina walipopata habari za Islam na wakati wa hija, baadhi ya watu wa Madina wakakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashikwa na ukweli wake. Ndipo baada ya kurejea Madina wakaongea na watu wao ya kwamba mtume ambaye Mayahudi wa Madina walikuwa wanamzungumzia yeye amezaliwa katika Makka. Na hapo ndipo mioyo yao ikaanza kumwelekea mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hija ya pili wakawatuma baadhi ya wakilishi wao waliomjia mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzungumza naye, na wakamwamini na wakafanya baiati yake. Kwa kuwa wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekabiliana na upinzani mkali katika Makka, hivyo wakakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa siri katika bonde moja, na huko ndiko wakafanya baiati yake. Na ndiyo maana baiati hii inajulikana kwa jina la baiati Aqaba. Maana ya Aqaba ni pango fulani linalokuwa na njia yenye milima ya kulifikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawateua kuwa wasimamizi wa watu wa Madina na kuwasisitiza ili wauhubiri Uislam, na kwa ajili ya kuwasaidia watu hao katika shughuli za mahubiri akamtuma kijana mmoja aitwaye Musa bin Umair ili yeye awafundishe watu wa kule dini ya Islam. Watu hao kabla hawajaondoka wakamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam wakisema kuwa endapo utalazimika kuiacha Makka basi tafadhali uje Madina. Baada ya kurudi kwao katika muda mfupi tu Uislamu ukaenea katika Madina, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma maswahaba wengine ili waende Madina, ambao Hazrat Umar radhiyallahu anhu pia alikuwa mmoja wao. Kisha alipopata amri ya kuhama basi mtume sallallahu alaihi wasallam pia akahamia huko, na mara baada ya kufika kwake watu wote wa Madina waliokuwa washirikina wakasilimu. Hijra ya Madina ilipotokea, mtume sallallahu alaihi wasallam aliufanya udugu baina ya Musa bin Umair na Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu. Haya Musa bin Umair radhiyallahu anhu alishiriki katika vita vya Badr na Uhud. Katika vita vya Badr na Uhud bendera ya wa muhajirina ilikuwa mkononi mwa Musa bin Umair. Katika vita vya Badr bendera kuu ya wahamiaji ilikuwa mkononi mwa Musa bin Umair, ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemkabidhi. Kisha ipo riwaya nyingine iliyoandikwa na Mirza Bashir Ahmad Sahib katika kitabu cha Sira ya Khatam an-Nabiyyin inayosema ya kwamba hata katika vita vya Uhud bendera ya muhajirin ilikuwa mkononi mwa Musa bin Umair. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanga safu za wanajeshi wa Kiislam na akawateua maamiri mbalimbali wa vikosi tofauti tofauti. Hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa ya kuwa bendera ya kikosi cha Quraish ipo mkononi mwa Talha. Talha alikuwa anatokana na familia ile ambayo chini ya nizamu iliyoanzishwa na kiongozi mkuu wa Quraish aitwaye Qusay bin Kilab ilikuwa na haki ya kuliongoza kabila lake katika vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa hiyo basi akasema kuwa sisi tunastahili zaidi ya kuonesha uaminifu wetu kwa taifa letu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua bendera ya muhajirin kutoka kwa Hazrat Ali na kumpatia Musa bin Umair ambaye alitokana na familia ile ile ambayo ilikuwa familia ya Hazrat Talha radhiyallahu anhu. Hazrat Musa bin Umair radhiyallahu anhu aliuawa shahidi katika vita vya Uhud. Katika siku ya Uhud Hazrat Musa bin Umair
alipokuwa anapigana vita mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika hali hiyo hiyo ya kupigana na maadui akauawa shahidi. Ibn Qamiya ndiye aliyemuua Musab. katika historia imeandikwa hivi ya kuwa katika vita vya Uhud, Musab bin Umair radhiyallahu anhu aliyekuwa msimamizi wa bendera alitimiza haki ya kuwa msimamizi wake. Siku ya vita vya Uhud, Musab alikuwa amebeba bendera. Wakati huo huo, Ibn Qima aliyekuwa amepanda farasi akamshambulia Musab na akaulenga mkono wake kwa upanga uliokuwa umebeba bendera na akaukata. Hapo Musab radhiyallahu anhu akasoma aya hii ya Qur'ani tukufu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, na akashika bendera kwa mkono wake wa kushoto. Ibn Qamiya akaushambulia mkono wake wa kushoto na akaukata pia. Hapo Musab kwa kuvitumia viwiko vyake akaishika bendera na kuiambatanisha na kifua chake. Ndipo Ibn Qamiya akamshambulia kwa mara ya tatu kwa mkuki wake na kuchomeka katika kifua cha Musab. Mkuki ukavunjika na Musab akaanguka chini. Hapo watu wawili wa kabila la Banu Abduddar, Saad bin Harmala na Abu Rum bin Umair, wakaja mbele, na Abu Rum bin Umair akaishika bendera ile, na bendera ilibaki mkononi mwake hadi pale Waislamu waliporudi na kuingia Madina. Wakati wa shahada umri wa Musab ulikuwa miaka 40 na kidogo zaidi yake. Hamid Bashir Ahmad Saheb akielezea tukio hilo ameandika hivi katika sira ya Khatam an-Nabiyyin ya kwamba kikosi cha Quraish kilikuwa kimewazunguka Waislamu kwa pande zote, na kutokana na mashambulio yao ya mara kwa mara walikuwa wamekuja mbele. Hata hivyo, Waislamu katika muda mfupi wangejipanga tena kwa upya, lakini kilichotokea ni hiki ya kuwa askari mmoja hodari wa Quraish, Abdullah bin Qamiya, alimshambulia msimamizi wa bendera wa Waislamu Musab bin Umair, na kwa kutumia upanga wake akaukata mkono wake wa kulia. Musab akashika bendera ile katika mkono wake wa kushoto na kusonga mbele ili apambane na Ibn Qamiya, lakini askari huyo akamshambulia kwa mara ya pili na akaukata mkono wake wa pili pia. Hapo Musab kwa kuviunganisha viviko vyake kwa pamoja akajaribu kuishika bendera na kuipachika kwa kifua chake. Hapo Ibn Qamiya akamshambulia kwa mara ya tatu, na safari hii Musab akauawa shahidi na kuanguka chini. Bendera ilichukuliwa na Muislamu fulani, lakini kwa kuwa maumbile ya Musab yalikuwa yanafanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Qamiya akaelewa kuwa labda yeye amemua Muhammad, au inawezekana kuwa alikuwa ametumia mbinu hii ili aweze kuwadanganya Waislamu. Hivyo akaanza kupiga makelele ya kuwa mimi nimemua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habari hii iliwahuzunisha sana Waislamu na umoja wao ukatamanika kabisa. Huzur amesema kuwa hii pia ilikuwa sababu moja iliyochangia ya kuwafanya Waislamu wavunjike moyo katika vita vya Uhud. Lakini sababu iwe yoyote, baadaye wakajumuika pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifikia maiti ya Musab radhiyallahu anhu, maiti yake ilikuwa na hali hii kuwa uso wake ulikuwa chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama karibu ya maiti yake na kusoma aya hii ya Qur'ani tukufu, minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qaza nahbahu wa minhum man yantaziru wa ma badalu tabdila. Wapo watu miongoni mwa waaminio waliotimiza ahadi walioahidiana na Allah, hivyo baadhi yao wamekwisha maliza nadhiri zao na wako miongoni mwao wanaongojea, wala hawakubadilika hata kidogo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwa inna Rasulullah yashhadu annakum shuhadao inda Allahi yawm al-qiyama, yani Mtume wa Mungu anatoa shahada ya kuwa nyinyi siku ya kiyama mtakuwa miongoni mwa mashahidi mbele ya Allah.
kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahutubia maswahaba akasema, njoni mkamwone na mumsalie, na hapa kwa yule ambaye uhai wangu umo mkononi mwake, yeyote atakayemsalia hadi siku ya kiyama, huyo atatoa majibu ya salamu zake. ndugu yake Hazrat Musab, Hazrat Abu Rum bin Umair, Hazrat Suwaibat bin Saad na Hazrat Amr bin Rabia ndio waliomzika Hazrat Musab bin Umair radhiyallahu anhu. Katika kitabu cha sira ya Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika hivi: miongoni mwa mashahidi wa Uhud, mmoja wao alikuwa Hazrat Musa bin Umair ambaye alikuwa mhamiaji wa kwanza aliyekuja Madina akiwa mbashiri wa Islam. Kabla ya Islam, Hazrat Musab alikuwa anajulikana kama kijana mzuri wa Makka aliyekuwa anavaa mavazi ya kifahari na alikuwa anaishi katika starehe sana. Baada ya kusilimu, hali yake ikabadilika kabisa. Hivyo imesimuliwa hivi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam safari moja alimuona katika hali hii ya kuwa alikuwa amevaa mavazi yaliyokuwa yameshonwa na vipande vya vipande. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakumbuka zama zake za awali, na kwa kukumbuka hali yake ile ya zamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatokwa na machozi. Hazrat Musab alipouawa shahidi katika vita vya Uhud, Waislamu walikosa kitambaa cha kutosha ili wange usitiri mwili wake. Hivyo pale walipokuwa wanasitiri miguu yake, basi kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi, na walipokuwa wanafunika kichwa, miguu yake ilikuwa inabaki bila kitambaa. Hivyo kutokana na amri ya Mtume, wakafunika kichwa chake kwa kitambaa na wakasitiri miguu yake kwa nyasi. Riwaya moja ya Sahih Bukhari inasema hivi: Hazrat Abdurrahman bin Auf akaletewa chakula wakati wa kufuturu, naye alikuwa amefunga saumu. Ya akasema, Musa bin Umair aliuawa shahidi, naye alikuwa bora kuliko mimi. Akazikwa katika shuka moja tu. Kichwa chake kilipofunikwa, miguu yake ilikuwa inabaki vazi bila kitambaa, na miguu yake ilipokuwa inafunikwa na kitambaa, kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi. Msimuliaji anasema kuwa nafikiri pia alisema kuwa Hamza aliuawa shahidi, naye alikuwa bora kuliko mimi. Kisha akasema kuwa sisi tukapata starehe za dunia, yani tukapatiwa neema za dunia, na tuna hofu ya kuwa tusije tukapatiwa malipo ya wema wetu katika dunia hii tu. Kisha akaanza kulia machozi na akaacha kula. Khalifa mtukufu anasema sahaba huyo kutokana na hofu ya Mungu na akikumbuka jinsi Mwenyezi Mungu atakavyomtendea katika akhera, akashikwa na hisia na kusema kuwa tumepewa starehe za dunia na inaonekana Mwenyezi Mungu ametupatia malipo ya wema katika dunia hii, hivyo tusije tukakosa sehemu yake katika akhera. Hazrat Khubab bin Art radhiyallahu anhu anasimulia, tulihama nchi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa tunatamani radhi ya Mwenyezi Mungu tu, na Mwenyezi Mungu akachukua zima ya kulipiza kisasi yetu. Wapo miongoni mwetu walifariki dunia na hawakula chochote kutoka malipo yao. Hazrat Musa bin Umair ni mmoja wao, na pia wapo ambao matunda yao yakakomaa, nao wanayala matunda yao. Musa radhiyallahu anhu aliuawa shahidi katika siku ya Uhud, na tulipata shuka moja tu tulioitumia kwa ajili ya kumzika, na tulipokuwa tunafunika kichwa chake, miguu yake ilikuwa inabaki wazi, na tulipokuwa tunafunika miguu yake na shuka ile, kichwa chake kilikuwa kinabaki wazi. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia ya kwamba sisi tufunike kichwa chake na shuka ile, na tuifunike miguu yake na nyasi ya izhar. Ipo riwaya moja ya kitabu cha Tirmidhi, Hazrat Ali bin Abu Talib anasimulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kila mtume alikuwa amepewa na Mwenyezi Mungu marafiki 7, au alisema kuwa amepewa viongozi 7, nami nimepatiwa 14. Nasi tukamuuliza kuwa hao ni wepi? Mtume akasema, wajukuu zangu wawili Jafar na Hamza, Abubakar, Umar, Musa bin Umair, Bilal, Salman, Miqdad, Abu Zar, Ammar na Abdullah bin Masud. Hazrat Amr bin Rabia anasimulia ya kwamba baba yangu alikuwa anasema, Hazrat Musa bin Umair aliposilimu, kuanzia muda ule hadi pale alipouawa shahidi katika vita vya Uhud, alikuwa rafiki yangu.
alifuatana nami katika hijra zote mbili kwenda uhabishini miongoni mwa muhajirina. yeye alikuwa rafiki yangu. sijawahi kumwona mtu wa namna hii ambaye angekuwa mwenye hulka nzuri kuliko yeye. baada ya vita vya Uhud, mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea Madina, basi akakutana na mke wa Hazrat Musa bin Umair aitwaye Hazrat Hamna binte Jahash. watu wakamwambia kuhusu shahada ya ndugu yake Hazrat Abdullah bin Jahash. hapo akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na akamwombea dua ya maghfira. kisha watu wakamjulisha kuhusu kuuawa kwa mjomba wake Hazrat Hamza. hapo akasoma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na kumwombea dua ya maghfira. kisha watu wakamfahamisha kuhusu mumewe ya kuwa ameuawa shahidi. hapo akaanza kulia machozi na akakosa utulivu. hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mke anakuwa na nafasi maalum kwa ajili ya mume wake. katika riwaya nyingine kuhusu Hamna bint Jahash imeandikwa hivi ya kwamba pale alipoambiwa kuwa ndugu yake ameuawa shahidi, naye akasema Mwenyezi Mungu amrehemu na kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. watu wakamwambia kuwa mume wako pia ameuawa shahidi. yeye akasema kuwa hiyo ni pigo kubwa. hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwanamke jinsi anavyokuwa na mahusiano na mumewe, mahusiano hayo hayapatikani kwa wengine. Hadha Khalifatul Masih wa inne rahimahullahu taala pia alikuwa ameeleza tukio hilo katika hutuba yake moja kwa njia yake makhsus. Khalifa mtukufu wa inne rahimahullahu taala akielezea tukio la kuuawa kwa Hazrat Musa bin Umair na jinsi mke wake alivyoonyesha hisia zake juu ya kifo cha mume wake, alisema maswahaba wale wa kiume au kike ambao ndugu zao zaidi ya mmoja walikuwa wanauawa shahidi katika vita, walikuwa wanaambiwa polepole ili huzuni ya vifo vya ndugu zao isije ikawashtusha mara moja. hivyo pale dada yake Hazrat Abdullah bin Jahash Hamna Ali sallallahu alaihi wasallam akamwambia akisema kuwa ewe Hamna, wewe usubiri na uwe na matumaini ya kupata thawabu kutoka kwa Allah. yeye akasema ewe mtume wa Mungu, malipo ya nani? Mtume akasema thawabu ya mjomba wako Hamza. ndipo Hazrat Hamna akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ghafara lahu wa rahimahu haniyan lahu shahada. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ewe Hamna, usubiri na uwe na matumaini ya kupata thawabu kutoka kwa Allah. akasema thawabu ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thawabu ya ndugu yako Hazrat Abdullah. hapo Hamna akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ghafara lahu wa rahimahu haniyan lahu shahada. kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ewe Hamna, usubiri na uwe na matumaini ya kupata thawabu kutoka kwa Allah. akamuuliza ewe mtume wa Mungu, hiyo ni kwa ajili ya nani? akasema kwa ajili ya Musa bin Umair. hapo Hamna akasema bila shaka hiyo ni msiba mkubwa. kwa kusikia haya Mtume akasema kwa kweli mume ana haki juu ya mke wake. kwa nini umesema hayo? hapo akasema kuwa ewe mtume wa Mungu, nimewakumbuka watoto wake ambao wameachwa mayatima na jambo hilo limenihuzunisha, na kutokana na huzuni maneno hayo yametoka kinywani mwangu. kwa kuyasikia haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea watoto wa Hazrat Musa radhiyallahu anhu ya kuwa ewe Mwenyezi Mungu, wafanye wakubwa wao ili wawahurumie na wawatendee kwa wema. na maombi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakapokelewa na watoto wake wakalelewa katika hali nzuri sana na wakubwa wao. hapo kumbukumbu za Hazrat Musab zimeisha. Mungu akijalia katika hutuba ijayo sahaba mwingine ataelezwa. sasa ningependa kusema machache kuhusu mlipuko wa virusi vya korona ulioenea siku hizi ili niweze kuwaelekeza ndugu kama vile matangazo yanavyoendelea kutangazwa na idara mbalimbali za serikali. yatupasa kuchukua tahadhari na kuchukua hatua stahiki
za kuepukana na ugonjwa huu. Mwanzoni kabisa nilikuwa nimeshauriana na wataalamu wa homeopathy na kupendekeza baadhi ya madawa ambayo mingine ni kama kinga na mingine ni kama tiba ya ugonjwa huu. Mnatakiwa kuzitumia dawa hizi. Tiba hii ni tiba inayoweza kuleta athari nzuri. Bila shaka hatuwezi kusema kuwa dawa hizi ndizo tiba yake tu, na homeopathy inajua virusi hivi ni vya namna gani, kwani virusi hivi bado havijaeleweka kuwa ni vya namna gani. Lakini dawa ambayo labda ingeweza kuwa tiba yake, dawa hizi zimependekezwa. Mwenyezi Mungu atie shifa katika dawa hizi, hivyo yatupasa kuzitumia. Lakini pamoja na hayo tunalazimika kuwa na tahadhari kama vile matangazo yanavyoendelea kutangazwa. Hivyo ni muhimu kuwa muepukane na mahala penye mikusanyiko ya watu wengi. Wanaokuja misikitini pia wachukue tahadhari. Ikiwa mmoja wenu ana homa au mwili wake unauma au ana mafua na anapiga chafya, basi asije misikitini. Msikiti pia una haki yake, na haki yake moja ndiyo hii ya kuwa asije humo mtu yeyote ambaye aweze kuleta athari mbaya kwa wengine. Mtu akiwa na ugonjwa wa kuambukizwa anatakiwa kujiepusha kuja misikitini. Kisha siku hizi hasa na kwa siku nyingine kwa ujumla, mtu wakati wa kupiga chafya anatakiwa aweke kitambaa kinywani mwake. Wapo wanaolalamika wakisema kuwa baadhi ya watu wakisimama pamoja nasi huwa wanapiga chafya na hawaweki mkono wao mbele ya kinywa chao wala hawaweki kitambaa, na wanapiga chafya kwa nguvu zote kiasi hiki ya kuwa matone yake yanatufikia. Sasa huu ni wajibu wa wote na kila mmoja anapaswa kuzingatia hayo. Hivyo siku hizi kama nisemavyo kuwa kuna haja kubwa ya kuchukua tahadhari. Madaktari wanasema kuwa tuweke mikono na uso katika hali ya usafi. Ikiwa mikono ni michafu, basi tujiepushe kugusa uso na mikono, na tutumie sanitizer, sabuni au tuoshe mara kwa mara. Lakini kwa ajili ya Waislamu, ikiwa yupo anayeswali mara 5 na kwa mara 5 anatawaza vizuri kwa kuingiza maji puani, basi kiwango hiki cha usafi ni kiwango cha juu kiasi hiki ambacho kinamaliza uhaba wa sanitizer. Pia imesikika kuwa sanitizer zimekosekana masokoni, na watu kutokana na kuchukua tahadhari wamezinunua bidhaa za aina hii. Kwa vyovyote vile, endapo mtu atatawaza vizuri, basi atapata utakaso wa mwili wake, na pia atakapotawaza basi ataswali, na atakaposwali basi hivyo itakuwa njia moja ya kumletea usafi wa kiroho. Kisha siku hizi maombi mengi yafanywe na yatupasa kuzingatia haya. Nimeeleza kuhusu haki za misikiti, pia nieleze na hasa katika msimu huu wa kipupwe, na kwa ujumla wanakuja misikitini wakiwa wamevaa masoksi wanatakiwa wabadilishe kila siku na wazioshe. Ikiwa miguu yake au miguu ya mtu inanuka, basi bila shaka jambo hilo lina wakera waumini waliosimama karibu naye, au kwa yule anayeswali nyuma yake na wakati anasujudu huwa anakerwa na harufu yake. Hivyo yatupasa kuzingatia hayo. Amri yenyewe ndiyo hii ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa mmoja wenu amekula vitu vilivyo na harufu mbaya kama vile vitunguu saumu au vitunguu maji, basi asije misikitini. Wakati mwingine harufu mbaya inatoka kinywani mwa mtu inayowakirihisha watu wengine, na hali hiyo inawatatiza waumini na pia inachafua mazingira ya msikiti. Bali amri iliyotolewa ni hii ya kuwa mnapokuja misikitini basi muje mkiwa mmetumia manukato. Bali tahadhari iliyochukuliwa ni hii ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ikiwa mmebeba nyama bichi basi msipite misikitini. Hivyo basi kuzingatia usafi wa mwili na usafi wa mazingira ni wajibu wa muumini.
waumini wanapaswa kuangalia vizuri, na sio maana yake ya kuwa watu wakitumia uzuru huu waache kuja misikitini. Mtu anatakiwa aone hali yake ya kizwahiri, kisha ajiulize nafsini mwake. Na kumbukeni siku zote ya kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa hali za moyo. Hivyo ikiwa kuna ishara za ugonjwa zipo, basi pia muwasiliane na madaktari ili ugonjwa ule uweze kubainika kuwa ni ugonjwa wa namna gani. Lakini ni vyema kuwa mtu achukue tahadhari zote. Kisha wanasema kuwa watu wajiepushe kusalimia kwa kupeana mikono. Hiyo pia ni muhimu, kwani hatujui mikono ya mtu imebeba nini. Hivyo kwa sababu ya kupeana upendo unazidi, lakini siku hizi kwa sababu ya mlipuko huu wa virusi vya korona ni vyema watu waepukane nayo. Sasa watu wa dunia ambao siku za nyuma walikuwa wanapiga makelele wakisema kuwa watu hao hawapeani mikono na kina mama na wanawake wao hawapeani mikono na kina baba, sasa vituko vya aina mbalimbali vimeanza kutokea. Kwa mfano, waziri mmoja wa Ujerumani alikataa kumsalimia chancellor wa Ujerumani kwa kutumia mkono wake. Hata hapa Uingereza mbunge mmoja amesema kuwa sisi kwa sababu ya kuepukana na virusi vya korona huwa tumeanza kujiepusha kuwasalimia kwa kutumia mikono, na jambo hilo ni jema sana, kwani huu si utamaduni wetu, bali utamaduni wetu ulikuwa wa kusalimia kwa kuinua mkono au kwa kuondoa kofia kichwani. Huwa tulikuwa tunainama kidogo, kisha akasema tunawasalimia kina mama kwa kupeana mikono, bali wakati mwingine huwa tunajaribu kuwabusu, na tunakuwa hatujui ya kuwa mama huyo anapenda haya yote au la, na huwa tunafanya yote bila kuwa na sababu yote. Sasa watu hao walikuwa hawako tayari kukubali amri ya Mungu, lakini ugonjwa huu umewaelekeza wafanye hivi. Mwenyezi Mungu awafanye waanze kumwelekea Mwenyezi Mungu. Walikuwa wanahitilafiana juu ya amri ya Mwenyezi Mungu. Tulikuwa tunasema kwa upendo na kwa upole mkubwa ya kuwa sisi tumekatazwa kupeana mikono na kina mama, au kina mama wawasalimie kina baba kwa kutumia mikono yao. Watu hao walikuwa wanapiga kelele juu yake, lakini sasa tumesikia na jinsi inavyoendelea kutokea katika idara mbalimbali. Watu hao wanapokataa kusalimia kwa kutumia mikono huwa wanakataa kwa chuki, ila hali sisi tulikuwa tunasema kwa upole ya kuwa haya ni mafundisho yetu. Lakini sasa watu hao kwa kuihofia virusi vya korona wamekuwa makini kwa kiasi hiki ya kuwa hata hawazingatii hulka. Hivyo kwa sababu ya mlipuko huo wamejirekebisha kiasi, na kama nisemavyo kuwa Mwenyezi Mungu awajalie waweze kujirekebisha kwa kuelekea kwa Mungu. Mwenyezi Mungu anajua vizuri ya kuwa ugonjwa huu utasambaa kiasi gani na utafikia wapi. Mwenyezi Mungu amepanga nini. Lakini ikiwa ugonjwa huu umetokana na hasira ya Mungu, kama tunavyoona katika zama hizi, maafa na majanga mbalimbali, matetemeko na vibunga na kadhalika yameongezeka sana baada ya ujio wa Masihi Maud al-Islam. Hivyo ili tuweze kuepukana na athari mbaya za majanga haya, kuna haja kubwa sana ya kuwa tumwelekee Mwenyezi Mungu. Na siku hizi kila mwanajumuiya anapaswa afanye maombi mengi, na anatakiwa ajirekebishe na aboreshe hali yake ya kiroho, na pia afanye maombi kwa ajili ya dunia ya kuwa Mwenyezi Mungu aijalie ili iweze kuongoka. Mwenyezi Mungu awajalie watu wa dunia ili badala ya kuiangukia dunia na kumsahau Mwenyezi Mungu waweze kumtambua muumba wao. Sasa baada ya sala ya Ijumaa nitasalisha sala ya jeneza ya baadhi ya marehemu. Jeneza ya kwanza ni ya mpendwa Tanzil Ahmad Bhat ambaye alikuwa mtoto wa Akil Ahmad Bhat saheb. Mtoto huyo alikuwa na umri wa miaka 11, aliyefariki dunia tarehe 27 Februari 2020. Katika mtazamo wangu ameuawa shahidi. Tukio jinsi lilivyotokea ni hivi ya kwamba mama mmoja aliyekuwa jirani yao ndiye aliyemuua Tanzil Ahmad katika mji wa Shahdara tarehe 27 Februari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
huzur anasema kuwa fatwa zinazotolewa na mashekh kule Pakistan dhidi ya wanajumuiya zimewarahisishia watu hao kuwaua Wahmadia kwa urahisi, na mauaji haya pia ni matokeo yake. Hivyo mtoto huyo na muingiza kati ya mashahidi, sababu yake iwe yoyote, lakini ubaguzi ndio uliochangia dhidi ya jumuiya katika mauaji yake, kwani mtoto alikuwa hana hatia yoyote kabisa. Sawa na taarifa zilizotufikia, tarehe 27 Februari mama yake Tanzil Ahmad alimtuma Tanzil katika nyumba ya jirani ili alete kitu fulani cha kuchezea cha dada yake ambacho dada yake alikuwa amekiacha kwao. Walikuwa wanafahamiana, lakini sababu yake imekuwa nini Mungu anajua. Siku moja kabla dada yake alikuwa amekiacha kule, na mama yake Tanzil akamtuma kwa jirani kwamba ili akilete. Baada ya muda mwingi, pale mtoto alipokuwa amekwenda na hakurudi, mama yake akamwendea jirani ili awaulize kuhusu mtoto wake. Majirani hawakumfungulia mlango, na baada ya muda mwingi walipofungua mlango na wakaulizwa kuhusu mtoto, mama huyo akasema kuwa mtoto alikuwa amerudi. Hapo mama yake akamwambia mume wake Akil Saheb, naye akifuatana na uongozi wa jumuiya wakaanza kumtafuta mtoto na pia wakatoa taarifa kwa polisi. Kisha kwa kutumia kamera zilizokuwa zimewekwa mitaani wakaona na walipata kujua ya kwamba mtoto amekwenda katika nyumba ile, lakini hakutoka nje. Na hapo ndipo polisi wakaanza kufanya uchunguzi katika nyumba ile, na walipata kujua ya kwamba mama huyo alikuwa amemuua mtoto huyo akishirikiana na kijana wa mmiliki wa nyumba, na kisha alikuwa amemficha katika sanduku. Tanzil Ahmad Bhatt alizaliwa tarehe 20 Novemba 2009 katika mji wa Lahore. Alikuwa katika nizamu ya Waqf Nao. Alikuwa mjumbe mzuri wa Atfalul Ahmadiyya. Alikuwa anashiriki katika mipango yote ya jumuiya bila kukosa. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi hodari wa darasa lake. Alikuwa mwanafunzi wa darasa la 4, na baada ya kifo chake matokeo ya mtihani yalipotokea alikuwa amepata maksi 729 kutoka 750, na alikuwa amesimama wa kwanza katika darasa lake. Mama yake marehemu alieleza kuwa Tanzil alikuwa mtiifu zaidi kuliko watoto wangu wote, na hata kama iwe kazi gani alikuwa anafanya kwa kuniuliza. Ikiwa kiongozi yeyote au jirani alikuwa anamwambia afanye kazi fulani, basi alikuwa anafanya na alikuwa hakatai. Hata yule jirani aliyemua alikuwa anamtumia katika shughuli zake mbalimbali, na huyo muda wote alikuwa anamtii na alikuwa anafanya kazi zake. Viongozi wa jumuiya na walimu wa shule walikuwa wamemfurahia sana. Muda wote walikuwa wanamsifu. Alikuwa anaviangalia vipindi vya MTA, hasa vipindi vya watoto na hutuba zangu. Kwa ajili ya sala alikuwa anakwenda misikitini, na hata wakati mwingine baba yake alipokuwa anaonyesha uvivu fulani, mtoto huyo alikuwa anamshawishi ili waende misikitini. Marehemu mtoto amewaacha nyuma wazazi wake na ndugu 4. Mwenyezi Mungu amjalie mahala pema peponi na awafanye maadui waufikie mwisho wao, na awajalie wazazi wake ili waweze kupata subira na waweze kupata utulivu wa moyo. Jeneza ya pili ni ya Brigadier Bashir Ahmad Saheb ambaye alikuwa amir wa zamani wa wilaya Rawalpindi, ambaye alikuwa mtoto wa Dr. Muhammad Abdullah Saheb. Marehemu tarehe 16 Februari amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 87. Marehemu alikuwa musi. Amewaacha nyuma mke na watoto 2 na wa kiume na mabinti 3. Brigadier Bashir Ahmad Saheb alizaliwa mwaka 1931 katika wilaya ya Gujarat. Baba yake Dr. Muhammad Abdullah Saheb alikuwa amefanya baiati mwenyewe. Masomo ya awali alisoma kutoka Kadian.
na mwaka 1947 akafaulu mtihani wa kidato cha 4 na mnamo mwaka 1952 alipata nafasi ya kuitumikia wanajeshi wa Pakistan na mwaka 1982 akapata kustaafu kama brigadier. Kisha kwa muda mrefu akaendelea kufanya kazi serikalini. Hivyo kwa ujumla alijaaliwa kuitumikia nchi kwa miaka 66. Na upande wa jumuiya huduma alizozitoa ni hizi: marehemu alikuwa amir pale ambapo nilimteua kuwa amir wa Rawalpindi mwaka 2012 hadi Februari 9, 2020 aliendelea kufanya kazi kama amir. Mwaka 1979 alipopata uhamisho kuja Rawalpindi kwa miaka 16 aliendelea kuitumikia jumuiya kama naibu amir na katibu wa elimu wa Jamaat Rawalpindi. Aliwahi kuwa mkurugenzi wa bodi ya Fazil Umar Foundation na pia mjumbe wa kamati mbalimbali za shura. Marehemu alikuwa mwaminifu wa hali ya juu na alikuwa anaitumikia jumuiya kwa uaminifu mkubwa sana. Alikuwa mpole, mwenye hulka njema na alikuwa anawasaidia wenye mahitajio mbalimbali katika shughuli za dini. Alikuwa anazingatia sana muda na alikuwa anatekeleza wajibu wake kwa juhudi kubwa, na pia alikuwa anawahamasisha wengine wafanye hivyo. Na katika shughuli za dini alikuwa hapendi uzembe wowote, na pia alikuwa anawahamasisha wajumbe wa majlisi ya amila kwamba wafanye kazi vizuri, na alikuwa anawahoji. Alikuwa anafanya maombi mengi na alikuwa anaupenda ukhalifa. Katika umri wake mwisho aliendelea kuwa na kumbukumbu nzuri. Alikuwa anampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ahmad al-Islam, na alikuwa anajivunia kuwa mwanajumuiya na alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Alikuwa na shauku ya kusoma Qur'ani tukufu, hadithi na vitabu vya Sayyidina Ahmad al-Islam. Alikuwa anasoma sana. Alikuwa anasaidia wanyonge. Alikuwa anawasaidia wajane, haswa wajane, na alikuwa anachukua hatua mbalimbali ili aweze kuwasaidia, na alikuwa yuko tayari kuwasaidia katika hali zote. Watu wengi walikuwa wanapata msaada kutoka kwake, na pia alikuwa anawasaidia sana. Mtu mmoja aliandika kwamba duka lake liliteketea, alipata hasara. Amir sahib akanipatia hela na akasema kwamba usimwambie mtu yote. Nilipoenda nyumbani nikafungua paketi nikakuta kulikuwa na 200,000 rupiah, na pale biashara yangu ilipoimarika nikaja kurudisha ile hela. Akasema mimi sikukupatia ili unirudishie. Mbashiri wa jumuiya wilaya ya Rawalpindi Bwana Tahir Mahmud anaandika, Amir sahib alikuwa mpole sana, alikuwa anawahurumia watu, alikuwa anafanya maombi mengi. Siku ya Ijumaa alikuwa anakuja misikitini mapema sana na alikuwa anaswali swala za nafal. Alikuwa hawapendi wale wanaoswali swala kwa haraka, na alikuwa anawasikilizisha matukio na visa vya maswahaba vya Qadian, na wale ambao walikuwa wanaswali kwa upole alikuwa anawafurahia. Alikuwa anawaelekeza ili wafanye maombi. Mwenyewe alikuwa anaswali sala ndefu ndefu na alikuwa anawahamasisha wengine nao waswali kwa juhudi. Alikuwa anawasaidia marafiki zake na alikuwa anawasaidia wenye mahitajio. Ikiwa mtu alikuwa anatoa shukrani kwake, alikuwa anamwambia kwamba usinishukuru. Alikuwa anapenda sana tabia ya kusoma vitabu vya Sayyidina Ahmad alayhi salam. Alikuwa mkurugenzi wa bodi ya Fazil Umar Foundation. Katibu wa Fazil Umar Foundation Bwana Nasir Shams ameniandikia akisema ya kwamba kuanzia 2011 hadi mwishoni mwa 2019 aliwahi kuwa mkurugenzi wa Fazil Umar Foundation. Alikuwa anashiriki katika mikutano yote ya bodi na tulikuwa tunapata faida kubwa sana kutoka maoni yake. Marehemu alikuwa mwaminifu, mcha Mungu, alikuwa anaupenda sana ukhalifa, alikuwa mtumishi mzuri wa jumuiya. Anasema mwenyewe nimeshuhudia kwamba
marehemu alikuwa anaswali sala kwa unyenyekevu mkubwa. Mwenyezi Mungu amtendee kwa rehema yake na anyanyue daraja zake na wajalie watoto wake ili waweze kuendeleza wema wake. Jeneza ya tatu ni ya Dr. Hamiduddin Saheb ambaye alikuwa mtoto wa Muhammadin Saheb aliyekuwa mkazi wa Gokhowal wilaya ya Faisalabad. Alifariki dunia tarehe 29 Februari 2020. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana pale ambapo baba yake Muhammadin na babu yake Bwana Fathuddin walifanya bayati, ambao walikuwa wamefanya bayati katika zama za khalifa mtukufu wa pili. Marehemu alizaliwa katika Kadian. Baba mdogo wa mama yake Maulana Muhammad Ibrahim alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa mbashiri mkubwa na pia aliwahi kuwa mwalimu katika shule ya jumuiya Kadian. Baada ya kupatikana uhuru, familia yake ilikuja Faisalabad. Alikuwa anafanya shughuli za uganga dispenser, hivyo aliweza kuitumikia jamii katika maeneo yake. Alikuwa anawasaidia watu, alikuwa anawatibu bila kupokea malipo yoyote. Alikuwa mwaminifu mkubwa sana, alikuwa mpole, alikuwa mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, alikuwa mtu mzuri sana. Na pale mtu alipokuwa anamuomba kitu fulani alikuwa hakatai, alikuwa anawatakia kheri na alikuwa tayari kuwasaidia watu wote. Pia aliweza kuitumikia jumuiya. Kijana wake mmoja Bwana Karimuddin Shams ni mbashiri wa jumuiya ambaye anaendelea kuitumikia jumuiya katika nchi ya Tanzania, ambaye kutokana na shughuli zake za mahubiri hakuweza kushiriki katika mazishi yake. Pia mke wake ni mbashiri wa jumuiya na mke wake mwingine ni mwalimu wa jumuiya. Mjukuu wake mmoja anasoma katika Jamia Mdi Rabwa katika darasa la mwisho. Pia ana wajukuu wengi ambao ni wajukuu katika wakfu nao. Mwenyezi Mungu amrehemu na anyanyue daraja zake na awajalie watoto wake na vizazi vyake ili waweze kutimiza haki za bayati. Kama nisemavyo, baada ya swala ya Ijumaa nitasalisha sala ya jeneza. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله